Wanaotegemea kwamba wataendelea kuishi kwa njia za kudanganya wenzao na kuchukulia wenzao ni wajinga na wao wana akili zaidi kuliko wao wengine, mimi nadhani utaratibu huo au mwenendo wa namna hiyo kwa kweli wanatakiwa waachane nao, kwa sababu mwisho wa safari hiyo hali inakwenda kuishia mahali pabaya ambapo wataangukia pua. Sasa wewe kama unadhani njia pekee ya kuweza kujikimu katika maisha ni kufanya uonezi au kuwa mjeuri au kiburi cha kutaka kuwaburuza wenzio na kuwadanganya au kwa njia rahisi inayoeleweka kwamba neno la kutapeli wenzio, na ukaona wanakueleza wafu na wewe ukawabeza na kuwadharau, hiyo tabia inakwenda kuingia vile vile, inakwenda kutokomea. Kwa sababu dunia, unaposema dunia ya zamani na dunia mpya, maana yetu ni kwamba dunia ya zamani ndio hiyo ambayo ilikuwa imejaa mambo ya uovu, kwa maana ya kwamba njia hizo za kudanganyana na njia hizo za kutapeliana na njia hizo za kufanyana hila na njia za kufanyana chuki zisizo na sababu na njia za kuleta wivu na njia au husda, ndio neno zuri, husda, kufanyana husda, kusababisha maisha yawe mashindano. Na hilo jambo nimeshalizungumza sana, nani kakwambia tumekuja kwa mashindano hapa? Kwa maana kwamba wewe ukishakuwa ni mtu wa kutaka mashindano, ina maana wewe hujitambui, wewe bado ni mjinga, hujaelimika, hujajua maisha maana yake nini, halafu bado unaburuzwa na mafundisho fulani ambayo hayakufundishi wewe ni nani, wewe umetoka wapi, upo hapo kwa ajili gani. Wanakuelekeza tu mambo mengine ambayo yanakuwa ni ya kutia hofu na kufanya wewe usiwe na amani ndani yako. Matokeo yake ni kama wamekukaba, unakosa pumzi. Sasa katika kujihami umeanza kuishi ovyo katika maisha hayo unayodhani ya ujanja, kwa sababu umeshafika mahali kama nilivyozungumza kwamba kuna watu wanajikausha, au katika namna ambayo umekuwa ukihudhuria katika uumini wako kwenye hiyo dini au dhehebu unalokwenda, na umegundua kuna baadhi ya mambo fulani yanakuwa yanafanyika ambayo watu wanafanya yako kinyume na mafundisho hayo ya huko, halafu wanajikausha, halafu kafika mahali kaona kwamba bwana maisha yenyewe kama ndio hivi, hao ndio viongozi wetu, lakini wanaonekana wanafanya mambo ovyo ambayo yamekatazwa. Kwa hiyo hawahubiri, yani maisha yao hayafanani na mahubiri yao, halafu sisi tumekaa tumebweteka tu hapa. Kwa hiyo matokeo yake kwa tabia za namna hiyo wamesababisha hata waumini sasa wameendelea kupwaga, sasa wanaishi maisha ya ovyo. Ndio hawa tuko mnao mtaani. Matatizo yote yanafanyika kwa namna yote, ngazi zote, iwe ngazi za siasa, iwe ngazi za maserikalini, iwe ngazi za watu binafsi, katika sekta za watu binafsi, iwe ni masuala tu ya watu walioko vijijini huko, katika masuala ya kilimo, sehemu mbalimbali. Wale wote ukikaa nao uwaulize wewe dini gani, watakutajia. Wengine wanakuambia mimi sala 5 hazinikosi. Tena unaona kuna azini, ngoja niende nikaswali. Na mwingine leo Jumapili bwana mimi nakwenda kanisani. Mwingine leo Jumamosi bwana sifanyi kazi. Kwetu hii ni Sabato. Hivi na hivi. Lakini huyo ukimchunguza, hao ukiwachunguza, hao tuliyosema katika nyanja mbalimbali, macho makavu, wanakuwa akifanya mienendo ambayo ni ya hovyo sana. Ya hovyo mpaka unashangaa. Sasa huyu mbona ana heshima zake? Wengine wamepewa madaraka kusimamia maofisi fulani, hata kama ni sekta binafsi. Wengine wamejaliwa kwamba wana mapesa kiasi ambacho wanakuwa wameanzisha sasa na wao wanazalisha ajira, lakini ukiwatizama kiundani, zile ajira wanazipata au yale mapato wanayoyapata ni kwa ajili ya kuwagandamiza wengine, yani wale waajiriwa, ili wao wajilimbikizie pesa nyingi zaidi. Na ukichunguza sana utakuta zile pesa zinawafanya sasa waingie kwenye maisha fulani ya kifahari ambayo imejaa kiburi na kuwatenga watu na kuwadharau na mambo ya kudhalilisha wengine na mambo ya kufanya wao ni bora zaidi kuliko wengine. Lakini kama ni Muislamu
atakwenda msikitini kuswali siku ya Ijumaa, hata kama siku zingine haendi, lakini Ijumaa atakwenda. Lakini lazima wakati wa Ramadhani atakwenda. Hao wengine ni lazima Jumapili atakwenda kanisani. Hao wengine lazima Jumamosi atakwenda kanisani. Na wengine lazima atakwenda kwenye maombi. Kuna ratiba ya kutakuta na maombi, kutakuwa na mkesha, kutakuwa na kufunga. Atafanya hayo mambo yote na atatoa michango mikubwa, lakini michango anayoitoa ni michango ya kujisifu, ya kujitutumua kwamba mimi katika hii jamii iliyoko hapa, katika huu jumuiya hii, kajumuiya haka, mimi ndio mwenye pesa. Alafu baadaye wanaanza kutengeneza timu hapo. Anatokea na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine. Alafu wanakuwa wametengeneza timu ya kujuana kwamba wewe pale kanisani kwetu, si ndio wenye pesa bwana. Akina fulani na fulani na fulani, yule anafanya kazi wizara fulani, yule jamaa mwenye biashara za ulinzi, yule jamaa mwenye kampuni ya hivi, yule jamaa mwenye shule ya kulipia. Mabaki yale mchango wanakadiria. Wanasema tutakadiria sisi jumuiya yetu tutatoa milioni 2 safari hii kwa ajili ya wanaita nini ile nyakati za mavuno. Sisi tutatoa milioni 7. Wanachangisha wale wadogo wale wenye hela mbovu imefika milioni ngapi? Imefika milioni 4. Basi ikifika siku ya siku wale wanaweza, jamani mnasemaje, kama ni wawili kama ni mmoja, anaongezea zile pesa zingine milioni 3. Sisi ziko milioni 4 natoka milioni 7. Anaweka milioni 3, au akiona kuna mashindano, kuna wengine watawashinda, anaongeza za kwake zingine. Inakuwa milioni 8 kwa 10 huko, wakati waliahidi 7. Na waliochanga wale milioni 3 tu. Kwa hiyo milioni 7 nzima unakuta ni mtu mmoja anatoa, au watu wawili watatu wanatoa. Kwa hiyo swala linakuwa sasa sio mambo ya kusema tunachangia kutoka moyoni kwa kuamini kwamba sisi ni waumini tunayeamini mafundisho kwamba kuna Mungu, tunatakiwa tuchangie ili tuweze kutukuza utukufu wake. Amna, tunachangia ili watu watuone kwamba sisi tuna pesa. Tunachangia ili wa jamaa wengine wa jumuiya yangu wajue kwamba mimi na hela kuliko wao. Alafu mnakuta kuna watu na shida yao pale. Wengine ndio wanatoa pesa ambazo zinatakiwa wachangie, wanatakiwa kalipe kodi ya nyumba huko. Lakini kwa tabu inabidi achangie. Kuna watu wazungumzaji wazuri. Wanasimama wanazungumza vizuri tu kwamba jamani, unajua ni siku ya mwisho, kesho itakuwa Jumapili ndio siku ya kutoa mavuno. Kwa hiyo lazima kila mtu sasa achangie. Wewe ulikuwa hujachangia na wewe ulikuwa hujachangia. Akitizama na shilingi 50,000 au 30,000 kwa ajili ya kodi ya nyumba, basi anaona labda nitamwambia mwenye nyumba bwana anivumilie, anaitoa ile pesa. Au pengine kuna mtu anaumwa, au yeye mwenyewe anatoa leo, kesho anaugua, hana hata hela ya kwenda hospitali. Kwa hiyo ni mambo ambayo ukiyatathmini sana yako kila mahali na yanafanywa na watu mbalimbali na wote wana dini zao. Kwa hiyo tusifike mahali tukaanza kudanganyana kwamba tukiwaelezeni kama hivi kwamba nyinyi mmekaa tu hapo kinafiki. Msifike mahali mkatukasirikia, kwa sababu ndivyo ilivyo na ndio yanayoendelea. Kwa sababu si wengine msituone hivi. Si wengine tulizaliwa kama wapelelezi. Tulipozaliwa tukaanza kuipeleleza dunia. Kwa hiyo tulivyoambiwa tunatakiwa twende sijui Sunday school huko, tukaenda. Kila kitu tulikuwa tunatizama. Na tuliona upuuzi mwingi sana ulioendelea. Wengine wanajifanya wachungaji lakini kwa kinyemela ni watu wa hovyo kabisa. Wengine wanafanya mashemasi lakini kinyemela watu wa hovyo kabisa. Wengine wanasema walimu wa Sunday school lakini ukiangalia mbele ya safari ni watu wa hovyo kabisa. Wengine wanafanya ni watu wa kwaya, wanakwaya wanaimba, lakini ukiangalia ni watu wa hovyo sana. Wengine wanajifanya wao ni kamati sio ya kanisa au kamati ya msikiti, lakini ukiwachunguza chini kule kwenye maficho ni watu wa hovyo kabisa. Wengine wanafanya ni mapadri, lakini ukiwachunguza katika maficho utakuta ni watu wa hovyo kabisa. Wengine wanafanya sisi ni watawa, ni sisi masista, sio nini, lakini ukiwachunguza utakuta wanafanya mambo ya hovyo kabisa.
unajua mimi ni askofu, mimi ni nabii, lakini ukiwachunguza ni watu wahovyo kabisa. Yaani wanafanya mambo ambayo yako kinyume na yale mafundisho wanayoyafundisha yanayotokana na hivyo vitabu. Na ndiyo maana tukafika mahali baada ya kumaliza uchunguzi wote huo mpaka umri uliofikia, majumuisho yake yakawa kwamba hawa jamaa ni waongo, hawa jamaa ni matapeli, hawa jamaa wapo kwa ajili ya kujilimbikizia zile ndoto zao na kuridhisha tamaa zao za mwili. Maana hakuna lolote, hakuna cha kusema kuna Mungu wanamhofu wala hamna chochote. Ina maana kama wao bwana mkubwa hawezi kumkuwa na kumhofia Mungu, ina maana huyu Mungu hana huo ukuu unaozungumzwa. Kwa hiyo huyu kama ndi namna hiyo watu wanaweza kumchezea tu, huyu ni Mungu wa uongo. Huyu ni Mungu wa nini? Wa uongo. Kwa hiyo tukafika kueleza kwamba jamani, nyinyi Mungu wenu ni wa uongo. Sasa tumefika tunaelezea mpaka sasa tunaendelea kuelezea, afu mtu atabeza sasa. Unabeza nini wewe na wewe unajua? Yote niwaeleza wewe unajua. Wewe unakwenda misikitini kila siku. Nyinyi mna viongozi wenu pale msikitini. Haya yote ninayozungumza mengine ya kusema kwamba kuna watu wengine katika humo ni wakorofi. Unaelewa ninachozungumza? Kama utabisha tu kwa sababu tu umeamua kubisha. Lakini unaelewa hilo jambo. Na nyinyi mnayekwenda makanisani, mnaelewa vile vile kwamba kuna viongozi wenu mle, kuna watu fulani wanafanya kwaya sijui nini, kuna wengine sijui wanawekwa kwenye uongozi sijui wa kusimamia sijui mavuno, sijui kusimamia kitu gani, wengine wanaambiwa wasimamie majengo wakati wa ujenzi, ndio hawa wanakula 10% ya kuleta mafundi wa ujenzi pale. Alafu wale mafundi wanakuwa ni wakwao, wanafahamiana, wanaambia bwana kutaka kazi bwana nitakupatia, kuna kanisani kule tunajenga kanisa, kwa hiyo lakini bwana mimi nitakupeleka pale alafu nikumbuke bwana kwenye malipo angalau 10% hivi ya mapato hayo na nini hivyo. Afu wengine wanakuwa wanapanga mabei makubwa, yani wanakuwa wanalipwa kwa mabei makubwa, afu inafika mahali jamani, jengo bado linakwama hivi na hivi kwa sababu tulikuwa tunatakiwa sasa tupate material ya kuwezeka hivi na hivi, kwa hiyo michango iendelee jamani, wanahimiza. Kumbe ile michango wametutika, yani malipo makubwa kwa wale mafundi waliowekwa wanaowafahamu. Ni mafundi wanaofahamu ambao wamefanya nao madili. Kwa hiyo inakuwa yani badala ya kwamba ni jumuiya fulani kama inavyojieleza kwamba ya watu ambao wanakusudia kugeuka kuwa watakatifu au kuonekana ni watu katika jamii wa kuweza kuaminiwa kutokana na kwamba ni watu ambao wana imani za maisha ya kiroho au za mienendo yani ni kama ni watu wa Mungu. Watu wa Mungu inabakia jina tu. Au jamani, watu wa Mungu ni watu wa Mungu, lakini ni watu wa Mungu Mungu gani? Watu wa Mungu ni wa Mungu muongo, wa Mungu wa uongo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuangalie sana. Bado mimi nasisitiza, huu ni mwaka 2026. Mkono wa Mungu ushaingia. Nakumbusha tena, mkono wa Mungu umeshaingia. Dalili zote zinaonyesha kwamba tayari kuna kitimtimu kinaendelea. Ishara zinaonekana kwamba kitimtimu kinaendelea na watu wanapata madhara huko. Tayari kuna matukio yanaendelea kufanyika huko na watu wanakufa. Msione kwamba kwa kuwa hapa hatuna matukio yoyote kwa sasa hivi mkadhani basi hamna, huyu anazungumza nini bwana hivi na hivi. Basi kaa macho. Hii ni wakati wa kukaa chonjo kweli kweli, kuhakikisha kwamba unafuatilia mambo, dunia inakwendaje sasa hivi, kuna matukio gani yanaendelea. Siona kama umebweteka. Asanteni sana kwa kunisikiliza.